Mimi mwenzenu gari langu hili la Kichina kadiri ninavyotembea ndio linapata moto. Mimi hapa nakunywa maji tu. Sina wasiwasi. Mkurugenzi wa mambo ya nje BAKWATA Taifa na Amir mwenyekiti ama mkurugenzi wa Jumuiya ya Kuhifadhisha Qur'ani Tanzania, mudir wa Markaz Ibn al-Jazari, kaka yangu Sheikh Uthman bin Ali wa Kaporo, kwanza karibu. Umefika mida hii ya mchana, lakini niwe radhi nikukaribishe kwa kusimama hapa uchangie walau dakika 2 kwenye maudhui hii. Jamii na nufaikaje na wewe kama mwanadamu Muislamu ulielelewa kwenye malezi ya Bwana Mtume Muhammad? Jamii inanufaikaje kupitia wewe? Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yastaftihu bihi walhamdulillah yastazidu bihi wa salawatu rabbi wa salamuhu ala an-nabiy al-karim Muhammad ibn Abdullah المبعوث رحمة للعالمين القائل في حديثه الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، مشيخ zangu Waislamu kwa ujumla, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu wa Islam, mdomo wangu umejaa maji kwa haya niliyoyasikia toka nimekaa katika kiti kile. Mashekhe wamepambanua upeo wa kupambanua. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kikao hichi kiwe kikao cha kheri na baraka, kikao cha kuyahamisha haya tunayoyapata hapa kuyapeleka katika jamii zetu tunazoishi. Ndugu zanguni, tunainufaisha vipi jamii? Jamii inaweza kunufaika vipi na sisi? Mimi nikumbushe jambo moja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahidan. Lakini aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema, kuntum khaira umma ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Nilimsoma mmoja kati ya mashekhe wa kisasa akizitafsiri hizi aya, alizikusanya zote mbili, akasema faida kubwa tunayoipata katika aya hizi ni kwamba huu Uislamu lam tukhraju lidhati nafsiha, lam tukhraju alislamu linafsi dhatiha wa inma ukhrijati linnasi wannasi mujtami'u baina muslim wa kafir. Yani Uislamu haukutumwa kwetu sisi. Haya hapa tunayoyatengeneza ni mambo tunayoyatengeneza kwetu sisi wenyewe binafsi na watoto zetu na familia zetu na wake zetu, lakini sisi tunatakiwa tusitosheke na hapa, tuvuke mpaka zaidi ya hapa, na hili ndilo lengo ambalo alilolikusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amemtuma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa ni mtume wa mwisho. Akiwa ni mtume wa mwisho, ujumbe wake utakuwa ni wa mwisho, utamgusa aliyekuwa Muislamu na asiyekuwa Muislamu, kwa sababu yeye ndiye mtume wa mwisho. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa ndugu zanguni katika imani kulitambua hilo, na hili walilitambua waliotangulia. Hawakutosheka wao kwamba wao ni Waislamu na wabaki na Waislamu wao. Walitoka na kuutawanya Uislamu na wakaufanyia kazi Uislamu, na Uislamu leo umetufikia huku. Tuko hapa Hedaru
lakini Uislamu huu umetoka Al-Madinatul Munawwara. Kama wale waliotangulia wasingeufanyia kazi Uislamu katika viwango walivyovitaka Mwenyezi Mungu na mtume, Uislamu usingefika hapa. Na huu ndio ujumbe ambao ndugu zanguni nipende mimi niutoe, kwa sababu Waislamu tumekuwa wachache sana wa kutekeleza yale ambayo tunayoamrisha. Tunasema sana, lakini utendaji unakuwa mtache. Na mara nyingi tunayatenda yale tusiyoyasema. Tunasema vingine na tunafanya vingine. Hali ya Uislamu tuliyokuwa nayo hivi sasa, jamii zetu zote zimeathirika kwa sababu Uislamu kama Uislamu haujasimama kutekeleza ile risala aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hapa tunavyosema al-Islam lam tukhraju lidhati nafsiha, unaipata katika ile aya kuntum khaira umma ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna bil munkar. Na mnakatazana mabaya, mnakataza mabaya. Haya mabaya yanayokatazwa si kwetu sisi tu. Jamii inatakiwa ituangalie. Wasiokuwa Waislamu wakiwaangalia Waislamu, na sisi tunataka tuwe kama wale. Na haya tunayapata vizuri mkiangalia, mkikumbuka hadithi aliyozungumza Sheikh Singa pale. Sheikh aliyozungumza Ibn Mubarak yule jirani yule wa Ibn Mubarak alikuwa mpaka kawaathiri watu, wakasema Wayahudi waondoke katika kitongoji ili wasisilimike, ili wasisilimu na kuingia katika Uislamu. Na sisi tunatakiwa katika hilo, tunatakiwa tutabiki Uislamu, tuonyeshe Uislamu katika matendo yetu. Na ndio maana utakuta Uislamu katika karne ya mwanzo tu, karne ya kwanza ya ukuja Uislamu, waliweza kutawala kutoka Spain mpaka magharibi al-Arab, kutoka magharibi al-Arab mpaka China. Uislamu uliingia kwa mwaka mmoja tu. Si kwamba Uislamu ule uliingia kwa da'wa ya maneno, uliingia kwa da'wa ya maneno na vitendo vilivyokuwa vimethibiti kwa Waislamu wa wakati huo. Yale yanayoyasema mtu yanatafsirika katika matendo yake na mazungumzo yake, yanatafsirika katika mizunguko yake, yanatafsirika katika kazi zake. Na hili ni jambo la msingi ndugu zangu. Uislamu umejengwa na nguvu, taqati mukhtalifa. Kuna nguvu tofauti zilizoujenga Uislamu. Kuna taqa imania, kuna nguvu ya imani. Nguvu ya kwanza kuliko zote lazima iwepo katika moyo, imani ambayo wakara fi qalbi wa saddaqahu aljawarih. Imani thabiti ya kumwamini Mwenyezi Mungu, imani thabiti ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam, alafu inatafsiriwa katika matendo ya kawaida. Haya matendo ndio haya yaliyozungumzwa hapa, yote yaliyozungumzwa ni katika matendo hayo. Tutakapokuwa tumesimama na matendo katika vitendo vyetu, basi taqatul imania itatulia katika nafsi zetu. Ndugu zangu, ni imani sasa hivi hazipo, na imani ndio ambayo inayoifanya jamii iweze kukaa sawa sawa. Imani ikitawala katika nafsi, atabaraka inazidi katika mambo yetu. Imani ikitulia, hata ukimuomba Mwenyezi Mungu dua zinakuwa ziko karibu kujibiwa. Lakini tuiangalie jamii yetu namna gani jinsi ilivyo. Taqatuna al-imania mayita, au kama iko uhai uliokuwa ni nusu nusu. Na alhamdulillah rabbil alamin, tuko hapa katika watu ambao wanatilia umuhimu swala la ihyaul iman wa tazkiyatun nufus, swala la kuhuisha imani na kuzitakasa nafsi. Na hilo ndio jambo la msingi la mwanzo kuliko jambo lolote. Haya yote tunayozungumza hapa, kama nafsi haijakuwa muzakkaa, yenye kutakasika kumjua Mwenyezi Mungu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa kuzifuata zile njia sahihi zilizowekwa na mtume na wale waliotutangulia, bado tutakuwa tuna kazi ambayo iliyokuwa kubwa sana. Ndugu zangu, imanuna muattala. Kwa hiyo tuyahamishe haya tunayoyapata hapa, tuyapeleke katika jamii zetu, ili jamii yetu iweze kukaa katika sura ambayo iliyokuwa iko nzuri. Ikikosekana hii, ndio matokeo yake tuna nguvu kubwa sisi, taqatuna al-adadiyya. Tuna nguvu kubwa sana kwa idadi yetu, sisi ni wengi sana. Tusingeshindwa hata na jambo moja kwa ule wingi tuliokuwa nao.
wingi tuliokuwa nao Waislamu kwa nchi yetu, tuseme kwa nchi yetu, kama tungekuwa na imani zilizokuwa thabiti, lolote lile tunafanya, na hatuhitaji msaada kutoka sehemu yoyote. Hatuhitaji msaada kutoka sehemu yoyote. Lakini taqatuna al-adadiyya mu'attala. Mtu mmoja katika wasomi wa mambo ya kiuchumi alikuwa ananieleza, sisi Waislamu tumelala, na kulala kwetu tutaendelea kulala mpaka tunaingia kaburini. Sisi tuna mamilioni wa mamilioni. Tufanye kwamba Waislamu wa Tanzania ni milioni moja tu, tukasema na sisi tunataka kubadilisha mazingira yetu ya kielimu. Kila Muislamu katika kila mwezi atoe 1,000 katika hawa milioni moja. Kwa mwezi mmoja ni shilingi ngapi? Milioni moja, bilioni moja. Kwa mwezi mmoja ni bilioni, tuko milioni moja tu. Haya, tunataka vyuo vikuu sasa. Tukichukua mwaka mzima tuna bilioni 12. Waislamu wao tumesema bilioni moja tu. Kwa mwaka mzima tuna bilioni 12. Hatujajenga vyuo. Hatujajenga vyuo. Tuna chuo kimoja tu. Haya yanatuhusu, si kwamba hayatuhusu. Tukizungumzia hizi imani, tukizungumzia haya matendo haya, bila ya kuwa na system ambazo zinazoendana na hali ya kidunia, bado tutakuwa hatujafika katika sehemu ambayo ilikuwa iko nzuri. Sisi tunataka tuiteke jamii tuliyokuwa nayo. Tuna chuo kimoja na chuo chenyewe tumepewa na Mkapa. Hivi Waislamu hatuna uwezo wa kuwa na vyuo? Nini kinachokwamisha? Nini kinachokwamisha? Leo tuko hapa, mashekhi wengi tuko hapa, hatuna chuo. Waislamu chuo chetu ni hiki, na chuo chenyewe tumepewa na fadhila ya mtu aliyekuwa sio Muislamu. Hivi hatuna uwezo sisi wa kuwa na chuo? Kwa hiyo haya tunayoyazungumza, tuangalie na halali ambazo tulizokuwa nazo, zinazosababishwa na upungufu ambao tuliokuwa nao sisi wenyewe katika nafsi zetu. Tubadilike. Tubadilike kwa kubadilisha katika nafsi zetu. Sisi wenyewe tumsimamie na kumfuata Mwenyezi Mungu kama anavyotaka, alafu tuyaangalie na haya mambo mengine ambayo tunayokwenda nayo. Hata katika vyuo vya Kiislamu, vyuo hivi vyetu vya durusu al-ilmiya, pamoja na kwamba vina umuhimu sana, kwa sababu ilmu ni ilmu, na ilmu yenye athari ni hii ilmu ambayo inayokuwa katika njia ya talaki kupitia kwa mashaikhi zetu. Lakini tusisahau kwamba hivi sasa tuko katika zama za digital, zama za makaratasi. Sisi kama sisi tuna vyuo vikuu vingapi? Nilikutana na mmoja kati ya wazee wetu ambao walikuwa nje wanasimamia mambo ya kinchi nje. Akasema kuna taasisi moja ya Waislamu katika moja ya nchi za huko. Taasisi moja ina wanachama 600,000. Yale waumini wake ambao waliojiandikisha wana wanachama 600,000. Wana vyuo vikuu katika nchi yao 126. 126. Sasa hivyo ni vyuo vikuu. Shule za kawaida ni ngapi? Sasa tusijione kwamba sisi hatuwezi. Tubadilike watukufu wa Islam. Tubadilike kwa kuangalia namna gani tunaifidisha jamii yetu ambayo tuliokuwa nayo. Namna gani tunaendana na hizi challenge ambazo tulizokuwa nazo sisi. Uislamu ni dini ambayo inayochukua huku na huku. Ilmu ya kidini, ilmu ya kidunia lazima tuwe nayo sisi. Tunabezwa. Si mnaona katika mitandao siku katika masiku anatoa CV ya watu wao huko, alafu anauliza tuambieni na nyinyi watu wenu wako vipi katika masuala haya. Tunaweza tukafumba macho tukasema hatusemi lolote, lakini ndio uhalisia jinsi ilivyo. Na je, baada ya hili sisi hatuwezi tukasoma tukaona namna gani na sisi tunabadilika? Sasa yaliyopita tuyaache yapite, lakini hivi tunavyokwenda tuwe tunabadilika na kuona namna gani tunaibadilisha hii jamii tuliyokuwa nayo, na jamii inafaidika, na jamii tunayoitaka sisi ni jamii inayomuelewa Mwenyezi Mungu na Mtume. Jamii yenye kujua kitabu cha Mwenyezi Mungu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jamii inayojua nyendo za wazee wetu ambao waliokuwa wameshika ya mambo na kutufikishia sisi. Wallahi majali ni wasi,
na uwanja ni mpana na mashekhe ni wengi. Mimi mchango wangu ni huu, wabillahi taufiki, wassalamu alaikum. Alichokieleza Sheikh Ali Muhammad Mbwera amekuja kukigusa mkurugenzi wa mambo ya nje ofisi ya Mufti, lakini pia mkurugenzi wa taasisi ya tahfidhi ya Qur'ani Sheikh Uthmani Ali Kaporo, katika ile wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah. Ukiacha kuwa imania, kuwa adadia, kuna kuwa fikria. Kwa nini tusitumie uwezo wetu wa fikra, kwa maana kuwa wabunifu wa kuasisi maendeleo yaliyotokana na Waislamu? Sisi ndiyo mchango wa kupatikana Waislamu, kupatikana uhuru Tanzania. Tumepata uhuru kwa mchango mkubwa kutoka kwa Waislamu, na hata waliotaka kuharibu nchi Gen Z kwa 99% waliosaidia yasitokee ni Waislamu. Tulikaa kwenye nafasi yetu. Nini mchango wetu tukapata mahospitali makubwa? Tunashindwa? Au ndio aliyosema Sheikh Kaporo, shida tuna vitu katika nyoyo, alkhalalu nafsiya. Imma itakuwa qillatul imani, ama itakuwa katharatul isyani, ama itakuwa ni qimmatul fitna wal hasadi. Yani huyu anapanga, mwingine anabomoa. Tukae vizuri, tutengeneze nyoyo, tuende mbele.